Tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliupokea kwa namna ya kipekee. Hawakuwa wakiupokea mwezi wa Ramadhani kama wanavyoipokea miezi mingine, la hasha wakalla, hapana. Ramadhani ilikuwa ikipokelewa kwa aina yake. Ndiyo maana tukiangalia katika athari tunakuta masahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi kanu yad'una rabbahum 6 ashhurin liyuballighahum Ramadhan, walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi cha miezi 6 awafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Miezi 6 wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, Mwenyezi Mungu tufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Haya maombi ya wema waliotangulia yanaashiria, kama yakiashiria basi yanaashiria utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Yahya ibn Abi Kathir, yeye alikuwa na dua yake anaomba, akisema dua hii kaipokea kutoka kwa wema waliotangulia, wakiomba kwa kusema Allahumma sallimna ila Ramadhana, Mwenyezi Mungu tuchukue tukabidhi kwa Ramadhani. Mwenyezi Mungu tuchukue tukabidhi, tupeleke kwenye Ramadhani. Wasallim lana Ramadhana, na utukabidhishe sisi Ramadhani. Watasallamuhu minna mutaqabbala, na Allah subhanahu wa ta'ala uipokee Ramadhani kutoka kwetu hali ya kuwa yale yote tuliyoyafanya umeyakubali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wema waliotangulia, kutokana na utukufu wa mwezi wa Ramadhani, walikuwa wakimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala an yuballighahum Ramadhan. Umar ibn al-Khattab alikuwa na dua yake akipenda sana kuiomba katika maandalizi ya kuelekea mwezi wa Ramadhani, akisema maneno haya: Allahumma zidna wala tanqusna, Allahumma zidna wala tanqusna, Mwenyezi Mungu tuzidishe wala usitupunguze. Mwenyezi Mungu tuongezee umri tuweze kufika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allahumma zidna wala tanqusna wa a'tina wala tahrimna, Mwenyezi Mungu utupe usitunyime ya Rabbi, lakini wa akrimna wala tuhinna, Mwenyezi Mungu tuheshimishe usitudhalilishe. Allahumma athir alaina wala tu'thir alaina, Allahumma athir, Mwenyezi Mungu tutangulize, mpaka mwisho wa dua hii ambayo Umar ibn al-Khattabi ambayo alikuwa akipenda sana kuiomba. Hayakuwa maombi haya kwa sura tofauti, isipokuwa ni kutokamana na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, ukitaka kujua kuwa mwezi wa Ramadhani umekusanya mambo matukufu na unaweza kupata jambo moja tu ndani ya mwezi wa Ramadhani, jambo lile likafuta historia yako mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lile likakupandisha daraja kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakupeni mfano. Talha ibn Ubaidillah, sahaba mkubwa wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, anasimulia kwa kusema, siku moja nililala nikaota njozi. Njozi niliyoiota ilikuwa imeniweka mimi nipo karibu na mlango wa pepo. Mlango wa pepo ule pale, mimi niko hapa jirani na mlango wa pepo.
Mara nikawaona watu wawili aslama, walislim pamoja mbele ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mmoja wao alikuwa ni mwenye kujituma katika ibada, kana mujtahidan mushammiran, alikuwa ni mwenye kujituma katika ibada, qiyamul layli yeye, saumu za sunna yeye, sadaka yeye, lakini mwingine hakuwa ni mwenye kujituma kama mwenzake. Huyu ambaye aliyokuwa mwenye kujituma akatoka kwenda katika jihadi, akafa shahidan, akafa shahidi katika jihadi. Na huyu mwingine hakufa shahidi, amekufa kitandani. Lakini kinachonishangaza, wakati nipo karibu na mlango wa pepo na wale watu wawili walioslimu pamoja wako karibu na mlango wa pepo, fakharaja kharijun min aljanna, nikaona malaika anatoka peponi, anamwita huyu ambaye amekufa baada ya mwenzake ambaye amekufa aliyakuwa shahidi. Yule malaika akamwita yule ambaye hakufa shahidi, akamwambia, we twende peponi, tuingie wote peponi. Akaingia naye peponi. Baada ya muda akatoka tena yule malaika, akaja akamwita yule ambaye aliyokufa shahidi vitani, akamwambia, haya wewe bwana mkubwa, zamu yako, tuingie wote peponi. Akaingia naye peponi. Baada ya kitambo kupita, yule malaika akatoka akaniambia mimi, anamwambia huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia subiri, lam yaani laka ba'd, muda wako wa kuingia peponi haujafika. Sallu ala al-habib Muhammad. Yule aliyekuwa sio mwenye kujituma, kwa maana sio mwenye kutoka katika uwanja wa mapambano na hakufa shahidi, amekuwa wa kwanza kuingia peponi. Yule aliyekufa aliyekuwa ni shahidi amekuwa wa pili au wa mwisho kuingia peponi. Fataajaba, akashangazwa sana Talha ibn Ubaidillah, sema imekuwaje huyu mata shahidan na huyu ameishi baada ya huyu aliyekufa shahidi kwa mwaka mmoja na hakuwa mwenye kujituma kama huyu aliyekufa shahidi? Mbona mambo yanaenda vice versa? Akawa analizungumza lile mbele ya marafiki zake katika masahaba. Wakashangaa, wakachukua ile simulizi wakaipeleka kwa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mtume akauliza, huyu ambaye hakuwa ni mushamiran, mwenye kujituma, aliishi kwa muda gani? Wakamwambia, ya Rasulullah, huyu aliishi baada ya kifo cha mwenzake shahidi, aliishi kwa muda wa mwaka mzima. Wasalla, Mtume anauliza, alikuwa anasali? Wakamwambia, naam, kana yusalli, alikuwa akisali. Wasam, na kipindi cha mwaka mzima alifunga? Wakamwambia, ya Rasulullah, naam, sam, alifunga. Wa adraka ramadhana, Mtume anauliza, je, katika kipindi cha huo mwaka wote alipata bahati ya kuudiriki mwezi wa Ramadhani? Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, adraka ramadhana, huyu alidiriki mwezi wa Ramadhani. Msikilizeni Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mtume akazungumza maneno haya, akasema, fama bainahuma ab'adu mimma baina as-samai wal ard, daraja kati ya huyu aliyeishi mwaka mmoja na akaudiriki mwezi wa Ramadhani na daraja ya yule aliyekufa kabla yake kwa mwaka na akawa amekufa shahidi, tofauti ya daraja zao ni ma baina as-samai wal ard, ni kati ya mbingu na ardhi. Kilichomfanya huyu apande daraja ni kwamba aliudiriki mwezi wa nini? Mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanaomba, Allahumma ballighna Ramadhan,
Mwenyezi Mungu tufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Umar ibn al-Khattab yeye alikuwa na maneno yake akisema, akiona Ramadhani hiyo inaingia, anaukaribisha mwezi wa Ramadhani kwa kusema marhaban bimutahhirina min adh-dhunub, marhaban bimutahhirina min adh-dhunub, karibu karibu ewe kifutio chetu cha madhambi, karibu karibu. Hadha Umar ibn al-Khattab yurahibu bishahri Ramadhan al-mubarak, anaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya waliokuwa wanayafanya masahaba yanaonyesha sharafu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi alikuwa unapokaribia mwezi wa Ramadhani alikuwa akianza kutoa bishara, kana yubashiru ashabahu biqudumi Ramadhan, alikuwa anawabashiria masahaba zake kuhusiana na kujongea kuingia kwa mwezi wa Ramadhan. Akawa anawaambia atakum Ramadhan, masahaba zangu, tena anawakusanya, anawaambia jikusanyeni msikitini. Wakishakusanyika anawafuata, anawaambia atakum Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhani. Huo mwezi wa Ramadhani huo shahru mubarak, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka. Shahru mubarak, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka. Na shahru mubarak katika lugha ya Kiarabu ina maana mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anasema shahru mubarak, ina maana ya taqrirul haqa'iq, kwa maana mwezi wa Ramadhani ni baraka, kila kilichopo ndani ya Ramadhani ni baraka. Hii tafsiri ya kwanza. Lakini shahru mubarak, Ramadhani ni mwezi wenye baraka. Hadha du'aun an yaj'ala Allahu shahra Ramadhana mubarakan, ina maana ya kuwa hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala Ramadhana mubarakan, aufanye mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wenye nini? Wenye baraka. Na baraka maana yake nini? Baraka maana yake ni alkhairul kathir, ni khairi nyingi, sio mujarrad alkhair, sio khairi tu ya kawaida. Ukisikia kitu baraka maana yake khairi ni nyingi. Waja'alani mubarakan, na Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia kuwa mimi ni baraka, aina fa'an, kwamba mimi ni mwenye manufaa. Isa ibn Maryam, waja'alani mubarakan, Mwenyezi Mungu amenifanya mimi kuwa ni mbarikiwa, maana yake popote nilipo mimi ni mwenye kunufaisha. Kwa nini mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka? Kwa nini? Ni kwa sababu Ramadhani ni mwezi ambao umetufanyia, umetusogezea njia nyepesi za kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu bora kama kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala? Sote swala tunasali, tunafunga, yote Mwenyezi Mungu afanye nini? Atupokee, atusamehe, atukutanishe na rehema zake. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye baraka, kwa sababu shahru Ramadhana shahrul maghfira, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa msamaha. Mtu yoyote ambaye anataka msamaha kirahisi, basi ajipange vizuri kunufaika na mwezi wa Ramadhani. Na kwa nini msamaha umekuwa mwepesi ndani ya mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu vile vishawishi vyote vinavyomfanya mtu asipate msamaha ndani ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amevizuia. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema atakum Ramadhana shahrun mubarak, umekujieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka, mbele akasemaje? Tufattahu fihi abwabu samaa, ndani ya mwezi wa Ramadhani milango ya mbingu yote inafunguliwa. Watughallaqu fihi abwabul jahim, na milango ya moto yote inafungwa.
wa tughallu fihi maradatu shayatin, na yale mashaitani yale yote yanafungwa minyororo. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi shahr, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani anao usiku khairun min alfi shahr, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, miaka 84 takriban. Man hurima khairaha faqad hurim, atakayenyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani, kheri za Lailatul Qadri, faqad hurim, huyo amekosa kheri nyingi sana. Wala yuhramu khairaha illa mahrum, na hanyimwi kheri za Lailatul Qadri, kheri za mwezi wa Ramadhani, isipokuwa huyo ni mtu ambaye atakuwa amewekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa msamaha. Miongoni mwa baraka, msamaha unapatikana kirahisi. Ndiyo maana ukimwangalia Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, wakati anapanda ngazi katika mimbari yake, riwazi nasema wakati anapanda ngazi ya kwanza, masahaba walimsikia akisema amin. Ngazi ya pili, amin. Ngazi ya tatu, amin. Baada ya kumaliza, masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, tumekusikia ukiitikia amin wakati unapanda ngazi ya kwanza, amin unapanda ngazi ya pili, amin unapanda ngazi ya tatu, amin hizi zina nini? Mtume akawaambia, i'taradhani Jibril, wakati napanda ngazi ya kwanza aliingia katikati Jibril, akazungumza maneno haya, amepata hasara mtu ambaye adraka Ramadhana falam yughfar la, ataudiriki mwezi wa Ramadhani, ameuingia mwezi wa Ramadhani alafu asipate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu amepata hasara kubwa ambayo haina mfano. Kwa hiyo Ramadhanun shahrun mubarak, Ramadhani ni mwezi wenye baraka, kwa sababu Ramadhan shahrul maghfira, Ramadhani ni mwezi wa msamaha. Lakini kwa nini mwezi wa Ramadhan ni mwezi wenye baraka? Ni shahru mudhaafati alhasanati, ni mwezi ambao yale mema unayoyafanya, ukifanya jema unalipwa mara ngapi? Mara 10, si ndivyo? Lakini sio katika Ramadhani. Ramadhani ukifanya jambo jema linakuwa maradufu kweli kweli. Hata sadaka bora ni ile ambayo mtu anaitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mtume aliulizwa, sadaka bora ni ipi? Akasema as-sadaqatu fi Ramadhan. Sadaka bora ni ile sadaka ambayo mtu anaitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alipoulizwa kuhusiana na hija, alisema kuhusiana na umra. Alipoulizwa kuhusiana na umra, asema afdalul umra bora ni umra ndani ya mwezi wa Ramadhani. Atakayeenda kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani, huyo ni sawasawa amehiji na mimi. Umra ya mwezi wa Ramadhani ni sawasawa na kuhiji pamoja na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa nini umra imekuwa na thamani hii? Umra hii imekuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani yake Qur'an. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Sawa na Qur'an ni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, wa Ramadhan shahrun mubarakun lianna alqur'ana mubarakun. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, ndani ya mwezi wa Ramadhani ndipo kiliposhushwa kitabu chenye baraka, na kitabu chenyewe ni nini? Ni Qur'an. Ndio maana masahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi wakasema, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumekwisha fahamu ubora wa mwezi wa Ramadhani, ni namna gani tunaupokea mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala.
Leo tumebakisha siku ngapi tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani? Siku ngapi? 2 kwa 3 tutakuja kwenye ikhtilafu al-matali. Tutakuja kwenye ikhtilafu al-matali. Kupishana kwa miandamo. 2 au 3. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sekunde anaweza kubadilisha matokeo. Ndani ya sekunde anaweza kuhitimisha hatima ya mtu duniani. Na ndiyo maana mmoja wa wasemaji akazungumza maneno mazuri sana, akasema ma baina ghamdati aini wa intibahiha yughayyiru Allahu min halin ila hali. Kufumba na kufumbua, Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha hali moja kwenda katika hali nyingine. Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha uhai wako ukawa nini? Umauti. Ili analiweza kabisa. Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha afya uliokuwa nayo ukawa una maradhi yamekuegama, uwezi kufanya lolote, umekaa tu ndani. Ma baina ghamdati aini wa intibahiha yughayyiru Allahu min halin ila hali. Na ndio maana tunatakiwa tumuombe Allah, hata kama imebakia siku moja kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe sema Allahumma ballighna Ramadhana, sema Allahumma sallimna ila Ramadhana. Mwenyezi Mungu tufikishe katika mwezi wa, hata kama yamebakia masaa 3, hii dua usiache, kwa sababu Mwenyezi Mungu wakati wote anabadilisha nini? Anabadilisha hali. Kwa hiyo tufanye kama walivyofanya maswahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuelekea mwezi wa Ramadhani tuanze kusafisha matendo yetu. Na hatua ya kwanza ya kusafisha matendo yetu ni at-taubatu sadiqa. At-taubatu sadiqa, kuleta toba ya kweli. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jamani, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli. Na toba ya kweli sio mujarradil kalam, sio kitendo tu cha mtu kuleta maneno tu astaghfirullah astaghfirullah. Hapana, kuna istighfari na toba, ni vitu viwili tofauti. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum istighfar. Lakini kuna tauba, na tauba ina masharti yake 3 kwa 4. 3 kwa 4. Sharti la kwanza, ufanye nini? Fanye nini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, tunatakiwa tuanze na toba. Wewe unaenda katika mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an, unaenda ndani ya mwezi wenye baraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakum Ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhan, shahru baraka. Katika riwaya nyingine, mwezi wa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anakufunikeni na rehema zake ndani ya mwezi wa Ramadhan. Fayanzur ila tanafusikum fihi, Mwenyezi Mungu anaangalia mnavyoshindana ndani ya mwezi wa Ramadhan. Fashaqiyu, mtu muovu ni yule ambaye atanyimwa khairi za Ramadhan, kama ilivyokuja katika riwaya. Fayanzuru Allahu ila tanafusikum fihi, Mwenyezi Mungu anaangalia mnavyojituma ndani ya mwezi wa Ramadhan, mnavyoshindana ndani ya mwezi wa Ramadhan, mnavyosoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan, mnavyoshindana kufuturisha watu ndani ya mwezi. Al-Imamu Al-Ghazali alayhi rahmatullah anasema asiyepata adhabu ya kuungua kwa moyo wake duniani kutokana na madhambi yake mengi aliyoyafanya duniani, basi hawezi kupona na moto wa Jahannam. Lazima akaunguzwe na moto wa Jahannam, kwa sababu moyo wake haujaungua kwa kuumia kutokana na madhambi aliyoyafanya duniani. Kwa hatua ya kwanza, lazima moyo wako ufanye nini? Uumie. An yahtarika qalbuk, usagike moyo wako kwa ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala
atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhan, mwezi wa baraka. Jambo la pili ni kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuwaomba msamaha wale ambao kwa namna moja ama nyingine tumewakosea katika maisha yetu. Ndugu zangu, wallahi katika jumla ya mambo ambayo yanafanya ibada zisikubaliwe ni mtu kuwa katika nongwa au na ugomvi na mwenzake. Hili lazima tuliweke wazi. Ukiwa na nongwa, ukiwa upo katika ugomvi, ikiwa upo katika bifu na ndugu yako Muislamu, wallahi ibada zako hazivuki, hazipandi hata kwenye feni pale. Tuwe wazi kabisa, tuwe wazi bila kupepesa macho. Mtume Muhammad anatuambia thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Watu wa aina tatu la tartafi'u salatuhum, swala wanazoziswali misikitini, la tartafi'u salatuhum, maombi wanaoyafanya, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, maombi yao, swala zao hazivuki juu ya kichwa chao hata kwa shibri moja, haziendi juu, haziendi mbinguni. Mtu wa kwanza, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, ni mtu ambaye anawaongoza watu hadi ya kuwa wale anaowaongoza wanamchukia. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili, wa mra'atun badat wa zawjuha sakhit anha sakhit, na mwanamke atakayelala hali ya kuwa mume wake amemkasirikia. Haijalishi kamkasirikia, kamnyima unyumba au kamjibu jibu baya, lakini mume wake amelala hali ya kuwa kamkasirikia. Huyu mwanamke huyu, swala zake na maombi yake hayapandi juu ya kichwa chake hata kwa shibri moja. Mtu wa tatu, wa rajulani mutashahinani, na watu wawili ambao wapo katika bifu lisiloisha. Watu wangapi ambao wapo katika bifu lisiloisha? Kuna mtu mmoja nilimsikia anasema, anamwambia mwenzake, wallahi mimi mtu fulani kwa namna alivyonifanyia, wallahi mimi akiingia peponi natoka. Yani akiingia peponi yule mwenzake anafanya nini? Anatoka. Haya ni maskhara kumtania nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na bifu na ndugu yako Muislamu, ukiwa hausemeshani na ndugu yako Muislamu, ni vizuri ukamalizana naye kabla ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Na hii ni katika jumla ya maandalizi ya kujiandaa na mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Hilo jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, kujifunza elimu ya Ramadhani kabla ya Ramadhani. Na hapa ndo kwenye mtihani. Watu hivi sasa wengi wetu tunafunga kimazoea. Wengi wetu tunafunga unamkuta mtu, nimeshawahi kuulizwa msikiti mmoja wakati nimeenda kutoa darsa ya Ramadhani, ilikuwa ya Minhaju Talibin. Mtu ananiuliza, Sheikh Singa, hivi kohozi linafungulisha? Kohozi linafungulisha? Ramadhani ya 20 ndo ananiuliza. Ramadhani ya 20 ananiuliza, Sheikh Singa, hivi kohozi linafungulisha? Kama umeshameza 20 Ramadhani 20 zote umemeza makohozi, na makohozi yanafungulisha, tumeelewana bado? Na hivi sasa kutofahamu sheria sio kisingizio. Imam Juma, Sheikh Juma hapa ana darasa hapa, mwenye mkuu. Sheikh Rusaganya ana darasa hapa, mwenye mkuu. Asa hivi misikiti yote kuna madarasa, bali madarasa yanayofundishwa asa hivi yanarushwa. Kuna vyombo, Darsa TV, Singo TV, Mtoro TV, Nyiradi TV, wote wanarusha moja kwa moja. Jua la Elimu TV, kila kitu kipo katika mitandao. Mashekhe wapo wanapatikana. Kisingizio cha kusema mimi sijui hivi sasa hakina nafasi.
kama ukufanya ibada yako kwa elimu. Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal, yoyote ambaye anafanya chochote katika ibada hali ya kuwa hana maarifa ya kutosha na hiyo ibada, afahamu yote anayoyafanya Mwenyezi Mungu anayarejesha, Mwenyezi Mungu hayakubali. Tumeelewana vizuri eh? Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun. Hakuna kisingizio, bwana mimi sikuwa najua. Hapana. Kuna mwingine aliniuliza tena, yeye kanivizia baada ya kutoka kwenye darasa, akanifuata akaniambia, Sheikh Singa, mimi bwana nafunga Ramadhani kuanzia asubuhi mpaka jioni magharibi ile. Adhana ile ikishaadhiniwa, mimi naenda kufuturu. Kuna binti mmoja nina mpango wa kumuoa, sijamuoa. Kuna binti nina mpango wa kumuoa, sijamuoa. Mimi kishafika adhana ya magharibi, naenda kule kwa ule binti katika kile chumba nilichompangia, naenda kula futari, tusifanye chochote. Nikishamaliza kula futari nafanya nini? Naondoka zangu, sifanyi chochote. Sallallahu alaihi Muhammad. Sasa funga yangu ikoje? Huyu binti nina mpango wa kumuoa, anauliza Ramadhani ya 15. Ramadhani ya ngapi? Kwa hiyo kujiandaa na mwezi wa Ramadhani, lazima tujiandae kwa kupata elimu sahihi ya Ramadhani. Kuna mtu mmoja juzi, nilikuwa katika msikiti mmoja Falah pale Mwananyamala, nilikuwa katika mihadhara hii ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Mtu anakuuliza, Sheikh Singa, mimi niliamka saa 10 kwa ajili ya kula daku, nikala daku. Baada ya kula daku usingizi ukanipitia, sikutia nia. Sikutia nini? Sasa hivi ile daku yangu nilokula haitoshi kuwa nia? Nimeeleweka bado hapo? Na mimi nikamuuliza, kutia nia na kula daku ni sawa sawa? Sasa kutia nia na kula daku ni sawa sawa? Tumeelewana ndugu zangu eh? Kwa hiyo katika kujiandaa na kuupokea mwezi wa Ramadhani, usione umechelewa hata hizo siku 2. Pata darasa, jifunze nguzo za funga ni ngapi, masharti ya funga ni yapi, na kwa uchache hapa nitaje nguzo za funga kubwa ni ngapi? 2. Hii elimu, najua wengi wetu tukishatoka tuna mambo mengi. Hii elimu, nguzo za funga ni ngapi? 2. Ya kwanza an-niyya. Nguzo ya kwanza ni kuweka nia, kukusudia. Wa niyya mahalluha alqalb, nia mahala pake ni wapi? Moyoni. Wa talaffudhu biha sunna, na kuitamkania ni nini? Ni sunna. Wenzetu wanasema kuitamkania ni bid'a, lakini Imam Shafi anatuambia kutamkania ni nini? Sunna. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Minhaji Talibin cha al-Imam An-Nawawi alayhi rahmatullah, ameandika pale, wa akmalu niyya, na ukamilifu wa nia ni mtu kusema maneno haya, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi shahri ramadana lillahi ta'ala, alafu tunamalizia nini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hii alhamdulillah hata usipoileta haina shida, lakini ukamilifu wa nia ni huwa hapa. Tumeelewana vizuri eh? Sharti la kwanza, nguzo ya kwanza ni nia, na nia ina sharti, wayajibu tabiyitu nia, na ni wajibu kulala na nia ya funga. Lazima ulale nayo. Usipolala nayo
funga huna, hata kama umekula daku, hata kama umekula daku hujaweka nia, funga huna. Nimeeleweka bado hapo? Nimeeleweka? Naam. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya funga. Nguzo ya pili, al-imsak, ni kujizuia na vinavyokufunguza mchana wote wa mwezi wa Ramadhani. Unajizuia na kila kinachofunguza. Katika vinavyofunguza ni kula, kunywa, tendo la ndoa. Haya ndiyo mambo ya nini? Ya msingi. Na yale mambo mengine ambayo yametajwa, kwa mfano kujitapisha. Mtu akijitapisha, matapishi yakatoka, huyo anakuwa kafanya nini? Kafungua. Alistimna, wazee wa kujichua. Mtu akikaa chooni na sabuni ile akajichukulia sheria mkononi, funga hana. Tumeelewana vizuri na mfano wa mambo kama hayo. Kwa mfano, sindano ambayo inaingiza nguvu katika mwili, lishe. Sawa? Sindano ambayo inaingiza lishe katika mwili, sindano ya chakula au drip ya chakula. Sawa? Hivi ni katika jumla ya vitu ambavyo vinafanya nini? Vinafunguza. Lakini kwa mfano, bahati mbaya umetapika, bahati mbaya sukutua, endelea na funga. Bahati mbaya umelala, umeota Simba na Yanga wanacheza, bahati mbaya, lakini we mchana wa Ramadhani, hizo ndoto zinakujaje katika kichwa chako? Sallallahu alaihi Muhammad. Mchana wa Ramadhani wewe unaotaje kwamba Simba ameshinda au Yanga kafungwa? Hapana. Hii inaonyesha taksiri yako katika nini? Katika ibada ya funga. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya, sawa, bahati mbaya, funga bado. Na bahati mbaya zote haziharibu funga. Bahati mbaya zote haziharibu. Kwa mfano, mtu umefunga, lakini bahati mbaya mchana, kwa mfano zile siku za mwanzo za funga, unajua watu wengi wanajisahau kuanza kujiandaa na funga kwa kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana Shaaban, maandalizi ya Ramadhani. Sasa mtu afungi, anaingia ndani ya Ramadhani, ndio siku yake ya kwanza kufunga, kisha zoea kula. Sasa inaenda ile mchana anajisahau. Sawa, kachukua kitu kafanya nini? Baadaye inni swaim, nimefunga. Sawa, au kakuta maji, kachukua maji kanywa, inni swaim, nimefunga. Bahati mbaya hii haimtoi mtu katika funga, haibatilishi saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man akala au shariba nasiyan falyutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Atakayekula bahati mbaya au kunywa bahati mbaya mchana wa mwezi wa Ramadhani na ili alikafunga, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, anatakiwa akamilishe funga yake. Aliyemlisha na kumnywesha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kidogo tumeipata elimu ya funga kidogo. Sasa na kuna mambo ambayo yanachukuliwa kama yanafunguza, lakini hayafunguzi. Kwa mfano, mke mtu anaandaa futari ya mume wake, pale mchuzi anaonja tu, anataka kujua testi, sio kumeza. Anafanya nini? Anaonja, anasikiliza tu testi tu kidogo, alafu anafanya nini? Anatema. Haingii katika jaufu, katika tumbo ndani, haingii ndani katika koo, hapa haifiki ndani. Hili halifunguzi. Hili alifanya nini? Halifunguzi. Tumeelewana vizuri? Kuonja sio kwa kumeza, kuonja, kupata testi, kujua imekolea chumvi, uji huu sawa umekolea sukari. Haya kwa tahadhari zilizowekwa kisheria hafanya nini? Hafunguzi.
Kwa mfano, mtu umejisikia vibaya kidogo, hali yako ielewi, mchana ukasema ngoja nije hapa mwenye mkuu ni cheki malaria na UTI. Sindano ya malaria wala sindano ya UTI sawa sawa, haifanyi nini? Naeleweka bado? Sindano ile ya malaria, kwa mfano mtu unachoma hapa unapima hivi sawa sawa, wadudu 5 10, ile haifanyi nini? Hata sindano ya dawa madam haiingizi nini? Chakula, haikuongezei nguvu katika mwili wako. Hayo yote ni katika jumla ya mambo ambayo hayafanyi nini? Kumbusu mke wako pia hakufunguzi, lakini kwa sharti moja, iwe ukimbusu mke wako usifikie hatua ukapoteza network. Nimeleweka bado? Yani busu lisiondoshe network. Likiondosha network na una uhakika ukimbusu network inafanya nini? Inapotea. Sawa sawa? Unaweza ukambusu mke wako, unaweza ukamkumbatia nani, lakini sharti usiwe na hakika kwamba ukimkumbatia, ukimbusu mambo yataharibika. Ukiwa na uhakika ukambusu au kumkumbatia mambo yakaharibika, funga huna. Naeleweka bado? Jamani, tunasoma mambo mengi kwa wakati mchache. Sawa sawa? Mambo mengi kwa wakati mchache. Sharti mambo yasiharibike. Uwe na uhakika mambo hayatoharibika kwa kumbusu na kumkumbatia. Sawa sawa? Na yasije akakukuta kama yale aliyomkuta yule sahaba. Anaenda kumlalamikia Mtume, ya Rasulullah, Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimeangamia. Nini? Jama'atu mraati, ya Rasulullah, nimejikuta mambo yanaharibika na mke wangu mchana wa Ramadhani. Nimemalizana na mke wangu mchana wa Ramadhani. Nifanye nini ya Rasulullah? Na ndio maana mimi katika mihadhara mara nyingi huwa nasisitiza, kama mtu una nafasi ni vizuri ukaja kukaa itikafu msikitini, usikae nyumbani. Ni vizuri kama una nafasi ya kutosha siku za Jumamosi, Jumapili ambazo mtu ajishughulishe na kazi. Ni vizuri kupata nafasi uje kukaa itikafu msikitini, soma Qur'an. Sasa yale mambo ya kukaa nyumbani, mara kapita, mara kavaa kanga, mara kaenda kuoga, wengine nafsi zao ni dhaifu. Sawa sawa? Nimeeleweka bado? Nimeeleweka? Naam. Pia utoaji wa damu. Kwa mfano unataka kwenda kuchangia damu, kuna mtu anaumwa anahitaji damu. Unaweza kwenda kumchangia hata kama umefunga. Uchangiaji wa damu haumfunguzi mfungaji. Lakini sheria imeweka utaratibu kwamba ni vizuri uwe na uhakika kwamba hicho kitendo cha wewe kutoa damu, kuchangia damu, hakiudhoofishi mwili wako. Hakiudhoofishi mwili wako. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Kwa hayo ni katika jumla ya mambo machache ambayo nimeona niyazungumze katika namna ya kujiandaa, namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani, kupata elimu sahihi kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Kwa jambo la tatu ni kupata elimu sahihi kuhusiana na funga ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Na katika hili kuna mambo ya kusisitiza vile vile katika elimu. Watu wengi wanajiandaa na mwezi wa Ramadhani, wanajiandaa na keram, wanajiandaa na karata, wanajiandaa na mabao. Haifai kucheza keram mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndani tuseme mwezi wote wa Ramadhani haifai kucheza keram. Ndani ya mwezi wa Ramadhani haifai kucheza karata. Ndani ya mwezi wa Ramadhani haifai kucheza bao. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, sio mwezi wa kucheza karata, nimekuoa, nimemuoa. Hapana. Tumeelewana vizuri eh? Lakini katika jumla ya mambo ya kujifunza na kujichunga nayo mwezi wa Ramadhani, kujiepusha na madhambi ya ulimi, ndio yanayoharibu funga. Madhambi ya nini? Ya ulimi. Man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahla wal rafath falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Asiacha kusema uongo,
asiacha kusengenya, asiacha kuteta, asiacha kushuhudia mambo yasiyofaa, falaisa lillahi aja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Mwenyezi Mungu haoni maana yeye kuacha kinywaji chake na kuacha chakula chake. Ameviachia nini sasa? Kwa hiyo haya ni katika jumla ya mambo ambayo yanaingia katika jumla ya elimu sahihi ya kujifunza kuelekea mwezi wa Ramadhani, ni kupata elimu kuhusiana na nguzo za Ramadhani, masharti ya mwezi wa Ramadhani, mambo ya kujichunga mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hili jambo la ngapi? La tatu. Jambo la 4, kuweka mpango wa Ramadhani. Kuweka mpango wa Ramadhani. Mpango wa sadaka, una mpango gani? Leo kuna watu mpango wao kuelekea Ramadhani, mpango wao kupokea sadaka. Mtu kishajiwekea katika mpango wake, mpango wake yeye kufuturishwa, ndo mpango wake huo. Sasa lazima uwe na mpango wako wewe kunufaika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Umepanga nini katika sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mwezi siku 30 zote zinaisha, unatoa sadaka kiwango gani? Mwezi wa Ramadhani siku zote 30 unasoma Qur'ani kiwango gani? Ndani ya siku 30 za Ramadhani unafuturisha watu kwa kiwango gani? Ndani ya siku 30 za mwezi wa Ramadhani unawaangalia wajane wangapi? Sio kuwa na mpango wa wewe kunufaika, sio kunufaisha. Hapana, huyo sio Muislamu. Sawa sawa. Na wapo ambao wana mpango kuelekea Ramadhani, ana mpango wa kumkasirisha Mwenyezi Mungu, kumchokoza kwa kuvunja jungu. Wapo hapo. Na hatari kabisa. Unaukaribisha mwezi wa Ramadhani, shahru baraka, mwezi wa baraka, unaukaribisha na vunja jungu. Mnaenda kumkomoa Mungu. Mungu unatuingiza katika siku zako za 30, hutaki tufanye lolote. Sasa mimi ndo namaliza kabisa. Unaenda kumkomoa Mungu. Utamkomoa Mungu wewe? Mungu unaweza kumkomoa wewe? Mungu utamweza wewe? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungu utamweza wewe? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuache hii tabia ya kuvunja jungu kabla ya Ramadhani. Na mtu anakuwa na mpango wake kabla ya Ramadhani, anavunja jungu ile siku ya kwanza tu, sio siku ya kwanza. Yaani ile ikishazama jua siku ya mwisho ya Ramadhani, ile siku ile mtu anaenda kuondoa ule ukungu alokuwa nao siku 30, anaenda kumaliza. Ndio mpango wa mtu kabla na baada ya Ramadhani. Hapana, mpango wetu kuelekea Ramadhani, tujipange na kuandaa kiwango cha sadaka kuwasaidia wajane na mayatima. Tujipange kusoma Qur'ani sana. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Na ndio maana al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah alikuwa anasoma khitma 60 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kila siku anasoma khitma ngapi? 2. Qur'ani yote anaimaliza mara 2. Tuweke mpango wa kusoma Qur'ani, amna basi umalize masaf mara moja. Imam Shafi alikuwa anamaliza mara 2 kwa siku, mara 60 kwa siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Na mimi mara nyingi nawapaga mfano watu. Nilishawahi ndani ya masaa 3 kusoma juzu 25 za Qur'ani. Juzu ngapi? 20 na ngapi? 25. Maana yake ningekaa masaa 3.5 ningemaliza Qur'ani yote. Yanawezekana tukiwasimulia watu wanaona kama watu walikuwa wa aina gani hao. Yanawezekana. Tuweke mpango wa kumaliza Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa kuwalisha wajane na mayatima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa qiyamul layli ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa kuswali salatu tarawih. Watu wengi wanadili na zile faradhi, subhi, dhuhuri, asri, maghrib, isha. Lakini pia baadhi yao wanajisahau na zile baadia na kablia. Zile zina umuhimu na zile zinaanza daraja ya kwanza kabla ya tarawih.
Tarawih daraja ya pili. Daraja ya kwanza kablia na baadia, kwa sababu sunna bora ni ile sunna ambayo ipo karibu na faradhi, ndio sunna bora. Na sunna ambayo ipo karibu na faradhi baada ya salatu al-isha ni sunna gani? Ni sunna gani? Baadia. Tumeelewana bado hapo? Kwa tuweke mpango huu kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hilo la ngapi hilo? La nne. La tano, kujitahidi kuhakikisha kuwa futari yako ni halali. Hili la msingi sana. Ni kheri mtu ufuturu muhogo na chai ya kuchemsha, lakini ni futari ya halali. Hapa nasisitiza, ni heri mtu ufuturu muhogo wa kuchemsha na chai ya rangi, lakini muhogo huu wa kuchemsha na chai hii ya rangi ni halali, kuliko kuwa na drafti ya haramu. Kuliko kuwa na drafti ya haramu, kuwa na mchuzi wa maini, kuwa na katresi, kuwa na mkono wa tembo, kuwa na jicho la ngamia, sawa sawa, kuwa na mzee wangu vitumbua vile, chapati, lakini ile drafti ya haramu, wallahi usifuturu futari ya haramu hata kidogo, kwa sababu katika jumla mambo ambayo yanafanya dua isijibiwe, katika jumla mambo ambayo yanafanya dua isijibiwe ni mtu kula kitu cha haramu, ni mtu kula kitu cha fa anna yustajaba, kavaa haram, kala haram, kanywa haram. Huyo Mungu akuitikia dua yako Mungu gani? Babu yako, mzaa babako haitikii dua yako. Vyote vya haram alafu haitikie dua yako. Hata kama uko ndani ya mwezi wa Ramadhani haitikii dua ya chakula cha haram Mwenyezi Mungu. Saad ibn Abi Waqqas siku moja alimvaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mjumbe Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u Allah an akuna mustajaba ad-da'wa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala liwe langu likitoka mdomoni linakuwa. Mtume akamwambia Saad ibn Abi Waqqas, ya Saad, ewe Saad, atib mat'amaka takum mustajaba ad-da'wa, hakikisha kuwa chakula unachokula ni cha halali, ukimwambia Mwenyezi Mungu lako linakuwa. Sharti hilo, hakikisha unakula cha halali. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamwapia Allah ambaye nafsi yangu anaimiliki, inna rajula, hakika mtu, la yakdhifu luqmata alharama fi jawfihi, ataweka tonge la haramu katika tumbo lake. Ma unakuja kuharibu funga yako kwa kula futari ya haramu. Wa ayu lahmin nabata min suhdin fannaru aulabi, na nyama yoyote, ngozi yoyote ya mwanadamu itakayoota eti sababu ya kuota kwake ni chakula cha haramu, basi ngozi hiyo, mwili huo lazima uunguzwe na moto wa Jahannam. Tunapona kula futari yako ya muhogo wa kuchemsha na chai ya rangi, lakini ni futari ya halali kuliko drafti ya haramu. Nimeeleweka bado hapo? Nimeeleweka Na uharamu sio kwa maana mtu mpaka akaibe, hapana. Wakati mwingine uharamu unakuja kwa kuombaomba, wakati mwingine uharamu unakuja kwa kuomba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra, anayewaomba watu mali zao bila ya kuwa na sababu ya msingi, anaenda kuomba, fa innama yas'alu jamra, afahamu kuwa anachoomba watu ni moto wa Jahannam. Achague mwenyewe kumwomba Mwenyezi Mungu moto mwingi au moto mchache. Kuna mtu anaftari tayari, kuna futari mwenye mkuu inagawiwa,
kwa ajili ya watu wasiojiweza, naye anakuja kupanga foleni mwenye mkuu kuchukua iftari ya wasiojiweza. Ile iftari anayochukua ile ni iftari ya haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu asiyejiweza kakosa, yeye kachukua. Nimeeleweka au bado? Kuna mtu ambaye hakuwa anajiweza, alistahili kupata, yeye kaenda kafanya nini? Kaenda kuchukua. Kwa hiyo watu tujitahidi. Jambo la 5, tuhakikishe kuwa iftari yetu tunayopata katika mwezi wa Ramadhani ni iftari ya nini? Ya halali. Nimeeleweka jamani? Mambo mangapi haya? 5. Kwa haya tutakuwa tumejiandaa vizuri na mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Mwisho, kuna utamaduni ameuelekeza Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, hasa siku ambayo kuna matazamio, kuna matarajio ya mwezi kuandama. Masahaba ilikuwa kwa shauku na tahnan ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilikuwa leo kuna matarajio mwezi kuandama, watu wanakaa wanasubiria, wanatazama mwezi. Wanafanya nini? Wanatazama mwezi. Na mwezi ukiandama, Mtume kaelekeza dua, Allahumma ahillahu alaina bi, dua ya kukaribisha mwezi pia tujui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, shahru khairin wa baraka. Hii ndio dua. Mwezi unapoandama unamuomba Mwenyezi Mungu uandamishe huu mwezi bil amni, kwa salama. Tena hapa Mungu kaanza na salama na amani, hakuanza na kitu kingine. Bil amni wal iman, Mwenyezi Mungu uandamishe mwezi huu kwa amani na imani. Manake imani imekuja baada ya nini? Ya amani. Naeleweka au bado? Ahillahu alaina bil amni wal iman, wa amani na imani. Kaanza na amani, umuhimu wa kulinda amani. Amani ikiwepo na imani itakuwa mahala salama. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Kwa hiyo mwezi unapoandama, unapotarajiwa kuandama, tuupokee kwa kutazama na kwa kunyanyua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala auandamishe. Kwa nini? Lakini katika adabu alizotufundisha Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, mwezi unapoandama, kazi ya kutangaza mwezi sio ya kila mtu. Kazi ya kutangaza kuwa mwezi umeandama sio ya kila mtu. Abdullah ibn Umar alipoona mwezi wa Ramadhani umeandama, alienda kwa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Alipoenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mwezi umefanya nini? Umeandama. Mtume fasama wa amara an-nasa bisiyami, Mtume alifunga na akawaagiza watu wafanye nini? Aliyetoa agizo la kuwa watu sasa fungeni mwezi umeandama alikuwa ni nani? Mtume Muhammad. Na katika pokezi jingine, yule bedui alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kuhusiana na habari ya mwezi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, unaamini kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu? Na je, unaamini kuwa mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwagiza Bilal, adhini ya Bilal,
Bilali, watangazie watu faliyasumu ghadan, kesho waamke na funga. Watangazie watu kesho waamke na mwanzo. Mtume katoa agizo ye mwenyewe, lakini mara ya pili katika pokezi hili Mtume sallallahu alaihi wasallam kamtuma nani? Bilal, adhin fi nnas, Bilali watangazie watu faliyasumu ghadan, kesho waamke na funga. Adabu ya kuheshimu viongozi wa dini, adabu ya kuheshimu viongozi wa kidini. Tanzania hapa tunaye kiongozi wetu mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, ambaye yeye ndiyo mwenye dhamana ya Waislamu. Sawa sawa, yeye tumpe heshima yake. Heshima hii hakujipa yeye, amepewa na nani? Na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kwamba yeye mwenyewe mtume alikuwa anatangaza au anayempa dhamana ya kutangaza atangaze. Kwa hiyo mwanzo ametangaza mwenyewe, mara ya pili kamtuma Bilal. Na sisi hapa mufti anaweza akamwagiza, shekhi wa mkoa anaweza akamwagiza mjumbe wa baraza la ulama, haya watangazieni watu kesho waamke na nini? Nafunga. Uislamu hauruhusu fujo. Uislamu hauruhusu nini? Fujo. Waislamu lazima tukubali tuwe na mtu mmoja wa kutusemea. Lazima tukubali tuwe na mtu mmoja wa kutusemea. Hii huyu kasema, huyu sio utaratibu wa Uislamu. Sio utaratibu wa Uislamu. Kwa hiyo hapa rasdul hilal, swala zima la kuangalia mwezi, kukusanyika watu kusubiri mwezi, kuangalia mwezi muandamo, na ukiandama tunaomba dua, Allahumma ahillahu alaina, Mwenyezi Mungu tuandamishie mwezi huu bi al-amni wal iman was-salamati wal islam, shahru khairin wa baraka, mwezi wa khairi huu, mwezi huo ni wenye khairi na mwezi huo ni wenye nini? Baraka. Huu ndiye Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo mimi haya niliyoyataja mambo 6 ndiyo mambo ya kuzingatia, hasa tunapoelekea ndani ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Na yapo mambo ya kufanya ukiwa ndani ya Ramadhani. Jambo la kwanza, uwe na azma ya kuswali swala za jamaa. Azma ya kuswali swala za jamaa. Usiwe tena mpaka ndani ya Ramadhani tena eti mtu unakuja watu wamemaliza, wewe ndio unaingia msikitini. Hapana. Mwezi wa Ramadhani safu ya mbele baada ya imamu na yule msaidizi wake nyuma upo wewe. Na katika mambo ya kheri haya hakuna kutangulizana. Yaani mtu uko safu ya mbele eti unampisha mtu akae safu ya mbele, wewe urudi safu ya nyuma. Kaa mbele pale pale. Katika mambo ya kheri haya katika mambo ya sala haya, sawa sawa, hakuna kufanya nini? Ukitoa ule utaratibu uliowekwa huko mbele, usimpishe mtu. Fa inna Allaha wa malaikatahu la yusalluna ala sufufi al-awwal, Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanawatakia rehema wote wanaoswali katika safu za mbele. Kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tujitahidi, hata kabla ya Ramadhani kwa siku moja, tumebakisha siku 2 siku 3, tuwahi safu za mbele. Sawa sawa. Ndani ya Ramadhani, nyiradi baada ya Ramadhani msiziache. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia fastakthiru fihi min 4 khisal, jitahidini ndani ya Ramadhani kuzidisha mambo 4. Ndani ya Ramadhani mambo 4 usiyaache. Jambo la kwanza kusema kalimatu tauhid, kalimatu taqwa, kalimata shahada la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Mtume anatutaka tuhitaji sana fastakthiru fihi min 4 khisal, jitahidini mwezi wa Ramadhani kithirisheni kufanya mambo 4. Jambo la kwanza na la pili akasema tarudhauna bihi ma rabbakum, turudhuna bihi ma rabbakum,
Mambo mawili ya kwanza katika haya manne, mnamridhisha Mola wenu, mnamfurahisha. Yapi? Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Haya mawili haya mnamfurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo mawili mengine, la ghina ankum, sasa nyinyi hamna namna, mnayahitaji. Ni yapi? Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Nyinyi mnayahitaji, myahitaji, mnayahitaji, myahitaji. Mtume Muhammad anasema kithirisheni haya mambo manne: shahada, istighfari, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, na kujilinda na moto wa jahannam. Sasa wale wazee wetu waliotokea hizi nyiradi, msione wametuwekea tu bila kuwa napa kushika, wameangalia hadithi ya Mtume Muhammad, ndio maana wakaweka ule uradi, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfir. Yani tamu, yani ile ina raha yake jamani. Yani Ramadhani katika jumla ya vitu ambavyo vinaitofautisha Ramadhani na vitu vingine kwetu sisi ni hizi nyiradi, vile vile zinakufanya, zinakuweka katika shahru rahma, shahru al-maghfira, shahr al-itq minan nar. Ni hizi nyiradi hizi. Sallu ala al-abi Muhammad. Kwa hiyo haya ni katika jumla ya mambo ya kufanya, lakini jengine, ukarimu tuongeze ndani ya Ramadhani. Ukarimu. Nakula na nani? Wewe unakula aliyakuwa unaenjoy, mwenzako hana hata cha kufungulia tende, hana. Laisa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'im wa huwa ya'lam. Hayupo katika utaratibu wetu mtu ambaye atakaa kashiba alafu anajua mwenzake anahitaji alafu asimsaidie. Hayupo katika utaratibu wetu. Kwa ndugu zangu Waislamu, nisisitize na niunge mkono maneno aliyozungumza Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, turejeshe ule utaratibu wa kufuturu wapi? Nje. Ndugu zangu, umepata chochote, weka tende, weka hata chupa ya uji, sawa sawa, weka na vitaje vile vinini vile vipopo, sawa sawa, weka nje. Hata kama iftari yako ya muogo, weka nje shekhe. Usimuonee aibu binadamu. Wewe fahamu kwamba hapo unamfurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu ndio wito ambao unafanya nini? Na utoa. Na mwisho, qiyamul layli tusiache. Qiyamul layli. Qiyamul layli ndio kila kitu. Qiyamul layli ndio nguzo. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamul layli kuanzia kwenye tarawih na kuendelea. Kwa haya ni mambo machache ambayo nimeona nishe na nyie tukumbushane kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Ramadhani ambao tunauingia, tusikubali ukawa kama mwezi wa Ramadhani uliotangulia. Tuweke mipango ya Ramadhani hii iwe Ramadhani ambayo inaakisi ukarimu, inaakisi upendo, inaakisi umoja, kwa sababu katika jumla ya malengo ya Ramadhani, liyash'ura as-sa'im shiddat al-ju'i wal-'atash fayalina qalbu fayasahula alayhi badlu as-sadaqat. Liyash'ura as-sa'im, ili yule mfungaji ahisi shiddat al-ju', adha ya kukaa na njaa, wal-'atash, na kukaa bila kuwa na maji, kukaa na kiu kwa muda mrefu. Fayalina qalbu, basi moyo wake ulainike, fayasahula alayhi badlu sadaqat, basi iwe ni rahisi kwake kufanya nini? Kutoa sadaka, kuangalia wajane, kuangalia mayatima, kuangalia wasiojiweza. Na huu ni wakati sasa wa atawsi ala aliyal. Nitoe wito sasa jamani, zile bajeti ngumu za kabla ya Ramadhani, hapana, tusiweke bajeti ngumu kwa wake zetu na familia zetu. Ramadhani ni shahru tawsi'a, ni mwezi wa kufungua nati, ni mwezi wa kukunjua. Dhalika shahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Mwezi wa Ramadhani mwezi ambao riziki yako Mwenyezi Mungu anakuongezea. Allahumma a'ti mumfikan khalafan
wa ati mumsikan talafa, Mwenyezi Mungu mpe anayetoa badala ya anachokitoa. Wa ati mumsikan talafan, na yule ambaye mkono wake anauminya hivi unakuwa mgumu, yani mpaka Ramadhani yeye na dagaa tu, ana uwezo wa kualisha familia yake, chakula kakomana dagaa tu. Hapana, utaharibikiwa. Utafanya nini tena? Dua hii anaiomba malaika. Kwa hiyo Ramadhan shahru tawsi'a, Ramadhan ni mwezi wa kunjua mkono wako sasa, ili watu wanufaiki, waone kheri ya mwezi wa Ramadhan. Hayo yalikuwa ambayo ni machache ambayo nimekusudia kuyaleta kwa baraka na jaha ya Mtume Muhammad. Na kama nitakuwa nimepatia, basi hiyo ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, na haya yatakuwa ndiyo maneno ya shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, na ikiwa nimekosea basi haya ni yangu na ya sheitani. Baada ya kuyasema hayo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.